Mtazamaji wa Chemba Talk Show, leo tunayo furaha na moja kwa moja tumetembelea ofisi ya wakala wa vipimo, lakini hapa tunaye meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Singida, ndugu yangu Wile Amos. Yeye leo tutapata vitu vingi sana. Vitu gani ambavyo tunapata? Tutapata kufahamu vipimo ni nini kwa ujumla wake, lakini pia tutapata kufahamu nyanya zinatakiwa ziweke kwenye vipimo. Mimi naitwa Amini Nyaungo, karibu sana ili tuweze kuwa pamoja kwa dakika hizi kuweza kujua haya yote ambayo tumeweza kukuandalia. Karibu sana. Na moja kwa moja mtazamaji wa Chemba Talk Show, na kama ambavyo nilivyokuambia tuko naye hapa ndugu yetu Wile Amos, lakini vyema kabisa aanze kujitambulisha mwenyewe. Karibu sana na uanze kujitambulisha. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Wile Amos, ni meneja wakala wa vipimo mkoa wa Singida. Karibuni sana, nimefurahi leo kufika mahali hapa ili tuweze kupeana elimu kuhusiana na masuala ya vipimo. Hivyo nawakaribisheni sana. Asante. Mara baada ya hapo, moja kwa moja sasa tufahamu vipimo ni nini? Yaani kwenye sehemu yako hiyo ni kitu gani mtu anataka kufahamu kwanza hapo? Vipimo ni vifaa vinavyotumika katika kufanya biashara au kutoa huduma mbalimbali. Lakini kwa mujibu wa muktadha wa taasisi ambayo mimi naisimamia kama meneja wakala wa vipimo mkoa wa Singida, vipimo ni vifaa vinavyotumika katika biashara, katika kubadilishana kati ya bidhaa na huduma. Sasa hivyo vipimo ambavyo tunavizungumza ni vile ambavyo vinaweza kuamua sasa kwamba huyu mlaji anapokuwa ananunua bidhaa na mtoa huduma anapokuwa anatoa bidhaa, kipimo kile ndio kinachoweza kuamua sasa ni thamani ya fedha ambayo mtu anapaswa kuilipa kulingana na hicho kipimo alichokipata. Sasa vipimo sisi ambavyo tunavisimamia, vipimo hivi sasa vinadhibitiwa kwa mujibu wa sheria. Sheria imeweka miongozo ili kuweka usawa katika biashara kati ya mtoa huduma na mpata huduma. Kwa nini kumekuwa kuna huo utaratibu? Maana yake ni kupitia vipimo kunaweza katokea udanganyifu. Na huo udanganyifu unaweza kapelekea hasara kati ya mtoa huduma na yule anayepokea ile huduma. Tunataraji kwamba mwananchi au mpata huduma anaponunua mathalan nyama, anataraji kupata kile kitoweo kulingana na thamani ya fedha ambayo anaitoa. Na pia yule mtoa ile huduma, muuzaji, kipimo chake anachokitumia katika kuuza kiwe kinatoa matokeo sahihi ili naye asiweze kupata hasara. Kwa hiyo swala zima la vipimo limekaa katika muktadha huo. Sawa, mara baada ya hapo sasa umuhimu wake ni upi wa huo vipimo? Maana umeelezea vizuri sana hapo thamani, mtu anayenunua anatakiwa apate thamani ya hivi vipimo. Sasa kuna umuhimu gani wa kuwa na vipimo? Umuhimu wa vipimo ni mkubwa sana. Hata katika vitabu vyetu vya dini navyo vinazungumza masuala ya vipimo. Umuhimu wa vipimo upo katika kujenga usawa kwenye biashara na kuwa na takwimu sahihi katika biashara. Usipokuwa na vipimo, huwezi kuwa na takwimu sahihi na pia huwezi kujua kile kiwango cha bidhaa ambayo unauza au unaopokea kama utakuwa huna vipimo. Kwa hiyo vipimo vina umuhimu mkubwa sana katika maisha. Sana. Sasa kwa nini mnapendekeza kuwa na vipimo? Yaani na watu gani ambao wanahitajika kuwa na vipimo? Kwa kweli vipimo vinatakiwa vitumike kila pahala. Kabisa. Hata katika matumizi ya kawaida tu kule nyumbani, kwenye majumba yetu tu kule nyumbani. Japokuwa kule hakuna sheria inayotuongoza kwamba tunatakiwa tutumie nini, lakini katika matumizi ya kawaida kabisa, nyumbani utakuwa na familia ambako kule unakuwa unatumia labda chakula, mathalani unga, mchele, maharage. Vivyo vitu vyote hivyo utakuwa unatumia vipimo fulani, ijapokuwa si vipimo rasmi. Wengine wanasema labda weke sukari kijiko kadhaa kwenye chai. Unapika maharage, weka vikombe kadhaa. Unapika ubwabwa ule wali, chukua labda vipimo kadhaa. Hivyo ni vipimo ambavyo sio rasmi. Lakini vile vipimo ambavyo ni rasmi, serikali imeweka sheria. Hiyo sheria ipo kwa ajili ya kuweka usawa kati ya pande zote mbili ambazo zinaweza kutumia hivyo vipimo. Tunataraji napotumia kipimo niweze kutoa matokeo sahihi, niwe na takwimu sahihi, hata mimi naye uza niweze kuuza kwa vipimo, kwa sababu hata hizo bidhaa ninazonunua na mimi zanunua kwa vipimo hivyo. Naam. Sawa, mtazamaji wa Chemba Talk Show, tumepata kufahamu hatua hiyo ya awali kabisa, namna ambavyo vipimo vinakuwa na umuhimu wake. Wile Amos anazungumza vizuri kweli juu ya vipimo. Sasa kuna sheria yoyote ambayo inawabana watu ambao hawatumii vipimo, ambao wafanya biashara? Naam, sheria ipo
na sheria ambayo inawabana wafanyabiashara ni sheria ya vipimo sura 340 mapitio ya mwaka 2023. Sheria hii inaelekeza kwamba biashara zote kwenye biashara, huduma, masuala ya afya, usalama na mazingira, mahala ambapo kutakuwa kuna kipimo ambacho kitakuwa kinaamua matokeo ya hiyo huduma, lazima hicho kipimo kiweze kuzingatiwa na sheria. Kwa hiyo sheria iko wazi, ni sheria ya vipimo sura 340 mapitio ya mwaka 2023. Na sawa, sasa mimi nahitaji kununua labda nyanya ambayo tumezoea kabisa kupanga nyanya 5-4 zinakuwa na vipimo, vitunguu hali kadhalika 2-3 Vipi kwenye bidhaa hizi pia vipimo vinahitajika Wile? Ni kweli, lakini sheria imesema hivi, bidhaa kama nyanya, vitunguu na jamii hizo zingine, viazi na nini, inasema vinaweza vikauzwa kwa kutumia vipimo au kwa idadi. Sasa umezungumza habari ya mafungu hapa. Mafungu sio kipimo, lakini idadi ni 1, 2, 3 na kadhalika. Lakini unapokuja kwenye swala la kipimo, maanake kuwe kuna mzani, na ndio maana hata ukienda kwenye baadhi ya maduka makubwa ambayo tunaita supermarkets, siwezi kwenda kununua pale kiazi nikapewa kiazi kimoja. Nitanunua kiazi ambacho kitakuwa kimepimwa kwenye mzani. Kwa hiyo hata wanaouza kwa mafungu, mimi tunatoa ushauri kama serikali kwamba wanapaswa sasa kutoka kuuza kwenye mazingira ya kuuza kwenye mafungu. Kwanza katika kuuza kwenye mafungu, hata utaratibu wenyewe wa uuzaji wenyewe hauko sawa, kwa sababu fungu moja haliwezi kulingana na fungu jingine. Ndio changamoto ya mafungu. Lakini tunapozungumzia habari ya kipimo, nikipima kilo moja ya kiazi nikaenda nikapima kwa mtu mwingine, kilo moja itabakia hiyo hiyo. Lakini kwa maana idadi ya mafungu itakuwa sasa inategemea na ule utashi wa ule muuzaji. Je, anakuangalia huyu ni muongeze au ni mpe pungufu? Na pia hata maamuzi ya bei sasa anauza yeye kwa kutegemea na fungu lake ambalo analiuza. Lakini mathalan tunapokuwa natumia kipimo pale, utaamua sasa kwamba kipimo hiki mimi nitauza kwa fedha kiasi fulani. Na sawa, mtazamaji, tunaendelea na tunakaribia mwishoni kabisa. Sasa tunataka tumuulize kwamba mipango mikakati ni ipi ya mkoa juu ya masuala haya ya vipimo. Nyinyi ofisi yenu mipango mikakati ni ipi sasa kutoa elimu watu wafahamu juu ya hii vipimo na vitu kama hivyo? Mipango mikakati ya serikali kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ili kuhakikisha kuna usawa katika biashara. Hivyo ofisi hii ina jukumu la kuratibu ukaguzi wa usahihi wa vipimo vyote vinavyotumika katika biashara, usalama, mazingira na masuala mengine. Hivyo swala la elimu ni swala ambalo litakuwa linaendelea kutolewa kila siku, kwa sababu kila siku katika biashara kuna watu wengine wapya ambao wanajitokeza ambao hawakuwepo. Mathalan leo tunazungumza, inawezekana wanaonisikiliza sasa hivi sio watakaoingia kwenye biashara kesho, au ambaye alikuwepo leo inawezekana kesho anatoka kwenye biashara. Kwa hiyo swala la elimu ni swala ambalo tutakuwa naendelea kulitoa kila wakati, na sasa hivi tunaendelea na kaguzi zetu. Sasa hivi tuko kwenye halmashauri ya wilaya Ikungi na halmashauri ya wilaya Singida. Tunafanya kaguzi za vipimo mbalimbali vinavyotumika katika biashara, kwenye minada, kwenye maduka, kwenye magulio na maeneo mbalimbali. Na sawa, katika hizo kaguzi hamjampata mtu ambaye anaenda kinyume kidogo na taratibu zetu za ukaguzi? Kwa mujibu wa sheria zinavyotuelekeza kifungu cha 19 zinatutaka tuende tukamkague mfanyabiashara kwa kumwarifu. Tunamkagua kwa kumpa taarifa rasmi. Tunapokuwa nakwenda kukagua, tunaangalia usahihi wa kile kipimo chake. Tutakapokuwa naangalia ule usahihi, tukishajiridhisha kwamba hicho kipimo kiko sahihi, kuna alama tunazoziweka mle kwenye kile kipimo, kwa maana ya stika ambayo itaonyesha tarehe ya ukaguzi, hicho kipimo ni cha aina gani na kimepasishwa kwa ajili ya matumizi. Sasa baada ya hilo zoezi la ukaguzi kufanyika, kuna lile zoezi la ukaguzi wa kushtukiza. Kwa nini tunashtukiza? Tunashtukiza ili kubaini, je, kile kipimo ambacho tulikuwa tumekagua katika ule ukaguzi wa kawaida bado kinaendelea kutumika katika matumizi yale yale. Hapo ndio tunapoweza kuwabaini wale ambao ni wahalifu. Na wale ambao wanakuwa wanafanya makosa, sheria yetu inatoa adhabu kali. Kwa mujibu wa kile kifungu cha 46, mtu yeyote atakayekiri kufanya kosa na sisi tukibaini kwamba kosa limefanyika, atatozwa adhabu ya faini kati ya shilingi 100,000 mpaka milioni 20 kwa kosa la kwanza.
Haitoshi tu hapo, kama huyu mhalifu sasa inaonekana anakuwa akifanya makosa mara kwa mara, sheria pia inaelekeza kifungu cha 45 anaweza akapelekwa mahakamani akafungwa. Hicho kifungu anasema hakitazidi miaka 2 pamoja na faini au vyote kwa pamoja. Na mara ya mwisho ulituita waandishi wa habari na ulikuwa unatuonesha namna gani sheli zinavyofanya. Vipi vile vipimo umepitia sheli zote mkoa wa Singida? Katika ratiba zetu za ukaguzi wa mwaka mzima, kalenda yetu ya ukaguzi na tunaanza kukagua kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Disemba. Hivyo kila maeneo tunakuwa tumeweka ratiba kwamba kwa mwezi Januari tutakagua vituo hivi mpaka kufika mwishoni mwa mwaka, kwa maana mwezi Disemba tuna wajibu wa kuhakikisha vituo vyote tumeshavikagua. Kwa maelezo hayo sasa ambayo nazungumza, sasa hivi tuko mwezi wa 4, tumeshakagua karibu 40%. Tumeshakagua karibu 40% ya vituo vya mafuta na kuona jinsi inavyoweza kufanya kazi. Na pia niwape tu confidence kwamba sijapata malalamiko yoyote kutoka kwa walaji wa hizo huduma kwenye vituo vya mafuta kwamba kuna mahala fulani kuna udanganyifu. Na mara ambapo mtakuwa mnapata hizo taarifa, msisite kutoa taarifa, kwa sababu serikali ipo kwa ajili ya kutoa huduma na mwananchi anastahili kupata haki kulingana na thamani ya fedha ambayo anakuwa ametoa. Mtu ameona udanganyifu anawapataje? Ukipata shida yoyote ambayo inahusiana na kipimo, namba ya meneja inapatikana ambayo naweza nikaitaja. Namba yangu ni 0713 71 76 93, au unaweza ukapiga kwenye namba yetu ya bure ambayo ni hotline ambayo ni 0800 11 0097. Namba hizo zote zinapatikana na tutakuhudumia. Wile, tumeongea sana mambo magumu. Wile, unapenda mpira? Naam, mimi napenda mpira. Chama gani? Kwa hapa Tanzania mimi ni Mwananchi. Mwananchi. Ulaya? Ulaya mimi bwana ni wale wanaitwa mashetani. Manchester United. Sasa una wito gani kwa watu ambao wanatutazama sasa hivi kupitia Chemba Talk Show juu ya hiki ambacho tumekizungumza? Mimi nashukuru kwanza kwa nafasi ambayo umeweza kutupatia. Pia napenda kutoa rai kwa Watanzania. Vipimo ni maisha. Vipimo ni maisha. Ndio maana katika maelezo yangu ya awali nilisema kwamba hata kule kwenye majumba yetu kule tunatumia vitu vidogo vidogo, lakini vitu vyote vinatusaidia katika kuweza kuishi. Sasa serikali imetengeneza utaratibu wa wafanyabiashara, na sasa hivi kuna fursa ambazo zinapatikana kupitia kwenye halmashauri zetu zile kwenye zile 10% zile. Mfanyabiashara yote anaweza kaenda pale akapata mkopo. Ukipata mkopo na ukajiwekeza kwenye ujasiriamali ambao utahitaji vipimo, sisi tupo kwa ajili ya kukupa elimu ya ujasiriamali ili uweze kukuza thamani ya bidhaa yako, kukuza uchumi wako binafsi na hatimaye kukuza uchumi wa nchi yetu na kukuza brand ya taasisi. Karibu sana. Naam, mtazamaji wa Chemba Talk Show, na hapo ndipo ambapo tunafika tamati. Tulikuwa naye Wile Amos, yeye ni meneja na wakala wa mkoa wa vipimo mkoa wa Singida. Ametuambia vizuri sana, tumefahamu maana ya vipimo, lakini pia ndani yake tumezungumza mazungumzo mengi. Mwisho kabisa yeye amesema ni Mwananchi lakini na Manchester United kwenye upande wa football. Mimi naitwa Amini Nyaungo, twende tena kwenye sehemu nyingine kwa maana ya siku nyingine katika mahojiano mengine. Kwa heri na siku njema.